السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكمه كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Dunia namna inavyobadilika, au kwa lugha nzuri, namna binadamu anavyobadilika duniani, tunabadilika kwa kasi sana. Kuthibiti yale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule atakayekuwa na umri mrefu wa kuishi duniani utaona mabadiliko yanayofanyika duniani ya ajabu sana. Si mabadiliko ya maendeleo, la, ni mabadiliko ya uharibifu duniani. Hii ndio ilikuwa nukta kamili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na utaisoma hii hadithi utaona namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akinukuu yale masala ambayo kwamba kwa maswahaba ilikuwa ni ajabu kwa ile hali ya maisha waliokuwa nao wakiishi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaeleza kwamba mabadiliko atakayokuwa ni haya. Maisha namna yanavyokwenda, imefika wakati twamhitaji Mwenyezi Mungu katika kila hatua yetu. Mabadiliko yaliyobadilika, ukiangalia namna Mtume mwenyewe alivyotabiri kuhusu chuki duniani, ndugu kumchukia ndugu yake, baba kumchukia mwanawe, au mtoto amchukie mamake, ifike wakati mpaka mtoto amuue mamake au babake. Haya ni mambo ambayo kwamba yaliyoko katika maisha yetu ya sasa. Ukiwauliza wale wazee wetu wa miaka 70, 60 walioshuhudia miaka ya 50, watakwambia kweli mambo yamebadilika. Kukiwa na ndugu wawili wasikizana, huyo akamwalika mwenzake na huyo akaenda, basi hii ni natija kubwa ambayo kwamba iliyoko ndani ya familia. Lakini nao utaiangalia kwa nadharia tofauti, dunia inavyokwenda hivi sasa na maisha namna yanavyokwenda, yanaenda kwa kasi. Maasiya yamekuwa ni rahisi kufanya, si kama zamani. Si kwamba watu zamani walikuwa hawazini, wazini, lakini maasiya sasa yamekuwa ni rahisi. Wewe umekaa na binti yako, mwala chakula pamoja, pengine yule binti yako ameshika simu yuongea na mwanamume na mbele yako wewe, na wewe hujui. Haya ndio mabadiliko Mtume sallallahu alaihi wasallam asema
zile fitna zinaingia kwenye majumba, ambayo kwamba majumbani mwetu ulofunga mlango ukafunga madirisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema miaka hiyo 1400 na asema yuwaziona fitna zinazoingia katika majumbani mwetu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ajabu aliokuwa nayo, baada ya kukueleza maradhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam yukupa na dawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa kipekee aliyekuja kuongoza umma. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maajabu yake ni kwamba kila tatizo ameliwekea majibu yake au utatuzi wake. Ikifika wakati huu kutakuwa na hili na hili duniani, basi nyinyi Waislamu fanyeni hivi na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuacha. Namna ya sikitiko alilokuwa nalo kwetu sisi kujua kitakachoendelea, akawa yuatueleza hatua baada ya hatua, hii dunia itakwenda namna hii, itafika masala ya ukatili ndani ya dunia, watu watauana, mpaka yule anayeuliwa hajui kwa nini wauliwa, na yule anayeua naye hajui kwa nini waua. Haya yamefika. Haya ni masala Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri, ambayo kwamba sahihi yako kabisa. Tuje kwenye maudhui yetu. Kwa nini nimechagua ad-du'a mukhul ibada? Dua ndio ubongo wa ibada. Binadamu kucommunicate na Mola wake, kuwasiliana wewe na Mola wako, ni kutokana na dua. Na kwa lugha yangu mimi husema Muislamu ni dua. Huna dua, huna Uislamu. Muislamu, wewe ikiwa ni Muislamu, basi silaha yako au ule Uislamu wako ni kutokana na dua yako. Yani utapimwa wewe Uislamu wako na dua yako, kwa sababu ndio ubongo wa ibada. Wewe Muislamu ikiwa huswali, huna Uislamu. Muislamu ni swala tano. Ukiangalia ile swala kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake ni dua, na hiyo ndio ibada kubwa ambayo kwamba itakaulizwa wewe binadamu. Kitu cha kwanza utakachoulizwa ni swala yako. Swala yako ikiwa sawa, dua zako zikiwa sawa, na mambo mengine yote yatakuwa sawa. Swala yako ikiwa na matata, ni maana zile dua zako zina matata, basi na mambo mengine yote yataleta tabu. Wingi wetu hatujui kuomba. Sote tuko kwenye matatizo, na suluhisho na matatizo duniani si wewe tu, la. Haya yanayofanyika duniani, shida, matatizo, yanatatuliwa na dua baina yetu sisi na Allah, baina yako wewe na Allah. Maanake kuna shida zako wewe mwenyewe, kisha kuna shida za umma. Leo ikiwa mvua hainyeshi, hili linatuhusu sote, tutoke tuswalini, kwa sababu inatuhusu sote. Lakini ikiwa mshahara hulipwi na umefanya kazi miezi miwili hujalipwa, hilo ndako wewe, halinihusu mimi. Lakini huyu tunayemhitaji sisi binadamu ni Allah, na Allah ukimtaka, hakuna njia nyingine ya kumfikia Allah isipokuwa ni dua. Sasa suala ikiwa hujui kuomba, hapo ndio tatizo linaanza. Kuomba ni kitu muhimu sana, kama tutakavyoona katika mifano tutakayotoa kwa haya madakika machache tulionao. Ukiangalia mitume wote kutoka mwanzo wa Nabii Adam alayhi salam
ukiangalia ile maisha yake utaona kufaulu kwa Nabii Adam alayhi salam ni dua. Aliingizwa peponi, akapewa naswaha sikurubie tunda au sikurubie ule mti. Nabii Adam alayhi salam akala lile tunda. Alipokula lile tunda akawa ametoka katika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ile dua aliyoiomba akarudi kwenye rada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akaendelea akarudisha ule uhusiano wake yeye na Mwenyezi Mungu kupitia dua aliyoiomba. Huyu ni Adam alayhi salam. Suala ni kwamba wewe waomba, mimi naomba, lakini ukichunguza kutoka utotoni mwako yale unayoomba sio unayoyapata. Chunguza wewe, kuna dua zile unazoziomba wewe na yale unayoyapata unaomiliki. Je, kile ulichokiomba ndicho unachokipata? Ndicho unachomiliki? Utakuta dua unazoziomba wapata chengine. Na hii ni dalili kwamba hatujui kuomba. Umemwona mwanamke ama umeletewa mwanamke kwa kuwa wataka kuoa wewe, ukampenda, ukamwomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana akukubali, ukapeleka posa akakubali. Baada ya miezi miwili mkaozeshwa, baada ya miaka miwili wasema hakufai, ni mbaya huyu mwanamke. Sio huyu uliomuomba wewe Mwenyezi Mungu usiku na mchana akupe, na Mwenyezi Mungu akakupa. Leo ni wewe umgeuka wasema hakufai. Bali hata viongozi, ukamwona kiongozi ukamchagua, huyu namtaka, huyu ndio atakayetufaa, kisha baada ya kuwashakuwa kiongozi mumbadilika, mbaya sana. Lakini si mulompa nyinyi na mkamtilia na dua, mkamsomea na kunuti ndani ya msikiti. Lakini utaona pale ulipokuwa ukiomba wewe hujui kama huyu mwanamke ni mbaya. Pale ulipoomba hujui natija ya mwisho inakuwa namna gani. Ndio ukaona dua nyingine ukiomba wahisi kwamba Mwenyezi Mungu hanipi mimi, au kwa nini silipate hili jambo ninalolitaka. Mwenyezi Mungu ajua kuna shari pale ndani. Sasa wewe ukisukuma na ukilazimisha, Mwenyezi Mungu hukupa. Sasa pale amekupa, umekuwa ndani, wataka nyumba kununua, nyumba umeambiwa iko lakini ni ya mkopo na ulipaji wake ni riba. Walia usiku na mchana ataka nyumba yeye. Leo umesimamiwa kwamba nyumba iko, malipo ni polepole, lakini ukiangalia kile kipimo mwisho ni riba. Ukajua hapa ni ile dua yangu nilokuwa nikiomba mimi, nataka nyumba, Mwenyezi Mungu ameniletea. Lakini usahau Mwenyezi Mungu haitaki ile riba. Usahau kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ninapokwenda ndio napigana vita naye. Faadhanu biharbi, mwatangaza vita pale unapoanza kuchukua riba. Vita umeanza kutangaza kupigana na Mola wako. Ukachukua ile riba au ukachukua ule mkopo ukanunua nyumba. Sasa uko kwenye matatizo, wasema kwamba Mwenyezi Mungu hakusikizi dua zako. Hili tatizo ni wewe umelicreate, ni wewe ndio ulilileta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile maisha na ukupeleka alikoenda vizuri wewe. Na haya ndio matatizo makubwa, mpaka mwisho utakosea kuomba. Kwa sababu gani? Kwa sababu una tabia wewe ya kuangalia aliye juu yako. Moja katika naswaha kubwa ya Abu Dharr al-Ghafari aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba usiangalie aliye juu yako. Sote tuishi na standard tofauti, hatulingani kabisa. Kutoka kwa malaika, kutoka kwa mitume, kutoka kwetu sisi, sote tuna level tofauti. Huyu mwanachuoni, huyu ni shekhe, huyu atakuwa ni muadhin, huyu atakuwa ni imamu,
huyu atakuwa anafagia chooni, huyu atakuwa anafagia hapa, huyu atakuwa na duka, huyu ndo atakuwa mnunuzi. Hizi daraja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka, zinajipeleka wenyewe automatically kwa kudra yake. Ni lazima ujielewe wewe kwamba mimi ni ustadhi, hili halinihusu na siliwezi, pale ndo utaweza kuishi duniani. Lakini sasa tatizo, wewe ni ustadhi na kazi ya useremala waitaka, na kuswalisha wataka, na kuuza duka wataka, na kupeleka gari wataka, haiwezekani. Sasa pale unapomwangalia yule juu yako, ndio tayari unaanza kuleta matatizo duniani katika maisha yako. Huyu alipomshahara juu, dhalika fadlullahi utihi man yasha, mpaka uielewe hiyo. Huyu ana nyumba Mungu ampewa, na wewe naye Mwenyezi Mungu aweza kukupa. Angalia watu wanavyojua kuomba dua, mifano miwili au mitatu, na uangalie namna gani Mwenyezi Mungu anavyotupa mifano kwenye Qur'ani. Unapokosea kuomba dua, hatari yake inakuwa gani? Nabii Yusuf alayhi salam, twajua kiswa chake maarufu. Alikuwa Jerusalem, ndugu zake wakamwonea kijicho hasad, wakamchukua wakamtia kisimani, wakamdanganya baba yao kwamba Yusuf alayhi salam ameliwa na mbwa mwitu, akaingizwa kisimani, kisha wakamtoa wakamuuza pale kisimani. Tarehe ya Abdullah bin Abbas asema malaika Jibril alikuwa kiteremka ndani ya kisima kwa Nabii Yusuf alayhi salam, akimfurahisha na alikuwa akimpumbaza kwa lugha nzuri, akimweleza wewe utakuwa mtu mkubwa, wewe utatoka hapa salama, utakwenda mji mtukufu, utakwenda akayomweleza. Basi akayowasikia raha pale kwenye kile kisima. Nabii Yusuf huyo akaenda Masri, akauzwa, akaenda kwa Imraatul Aziz, akakaa kwenye ile nyumba. Ikatokea fujo kwamba yule mlezi wake mama amempenda, anataka kuzini naye. Nabii Yusuf akakataa. Alipokataa, kisa maarufu, kuna nukta fulani ndio naitaka hapa iunganishike na ile hutuba yangu, kwamba Muislamu ni dua. Nabii Yusuf alayhi salam yuko kwenye matatizo, yuko kwenye shida ya kwamba yule ninayemdhania ni mamangu, yule mlezi wangu, yule mlezi wangu ndio anipenda mimi kimahaba. Hii ni challenge, au hii ilikuwa ni mtihani mkubwa kwa Nabii Yusuf alayhi salam. Afadhali wangekuwa ni watu wa nje. Nabii Yusuf alayhi salam akapewa option mbili, akaambiwa achague mambo mawili, ende jela au akubali kuzini. Nabii Yusuf akafikiria sana, kisha akaambia rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi, afadhali kwenda jela kuliko kufanya hichi kitendo cha zina. Siku hiyo Nabii Yusuf yuko jela, ankana huzni, hana raha. Basi akatembelewa na Jibril alayhi salam, yule alikuwa akimtembelea kwenye kisima. Basi Nabii Yusuf alayhi salam akamuuliza Jibril alayhi salam, akamwambia, kwa nini nilipokuwa kule kwenye kisima nilikuwa na raha sana na niko peke yangu? Kwa nini huku mimi niko prison, niko jela, niko na wenzangu hapa, maaskari wanatulinda, kwa nini sina raha?
Jibril alayhi salam akamwambia kule kisimani kule ilikuwa ni mpango wa Mungu, ukuomba dua, ukujela utaka mwenyewe kuja. Wewe mwenyewe umemwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi sijnu ahabu ya Rabbi, nenda jela. Umekwenda jela, si umeomba wewe mwenyewe? Ilikuwa kuna njia ya kuomba kwamba Mwenyezi Mungu akuepushe bila kuja jela, lakini unataka mwenyewe kuja huku. Bwana mmoja alikuwa kiomba, ya Rabbi, siombi kitu chengine, naomba mkate na chai, hata kama ni kavu. Kando dua yake. Siku moja ametoka nje ya msikiti, akakuta watu wanapigana. Basi Waislamu wapigana, akaingia katikati, akawaamuza fanya sulhu. Mara pale pale katoka gari ya polisi, wakawashika wote watatu. Mimi naamua, mimi na sulhu. Wakaambia twendeni ndani. Alipofika kule jela, akaiwa machai na mkate. Ule chai na mkate alikuwa kiomba, akaenda kaipata kule jela. Dua ni ile ile, lakini iangalie namna gani ilivyokuja. Nabii Yusuf alayhi salam ni yule yule, ameomba stara ya kwamba aepushwe na zina, lakini ile namna aliyoiomba, na huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini angalia ile namna aliyoiomba Nabii Allah Yusuf alayhi salam, inkwenda kumpeleka jela usikatiki. Yote hii ninakupa mfano au najaribu kukueleza kwamba umuhimu wa kuomba ni kitu muhimu sana. Kile unachokiomba waomba nini wewe? Sisi tunahitaji mambo mingi. Haimkiniki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ud'uuni astajib lakum, niombeni nitawapa, kisha sisi tuomba hatupewi. Iko mushkili katika dua zetu. Wewe ni seremala, badala kuomba nyundo wewe omba magurudumu, ile mwatie mechanic ule. Omba vile zinakusibu wewe. Wewe ni ustadhi, omba Mwenyezi Mungu akujalie darasa zako zihudhuria watu. Tatizo ni kile tunachokiomba sisi hakilingani na yale maisha yetu tunaoenda nayo, na ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukataza maombi yako isipokuwa yale maombi yana mushkili. Ikiwa Ibilisi adui wa Mwenyezi Mungu, adui yetu sisi, kwa nini aombe apewe? Wewe unaisujudu upewi. Ibilisi aliomba andhirni ya Rabbi ibn muda, mpaka siku hiyo Mwenyezi Mungu akamwambia nenda wewe, unao muda wako tumekupa, akakubali. Na ni adui wa Mwenyezi Mungu. Huwaje wewe uko hapa msikitini, tumekuja kwa ajili yake yeye, hakuna anayelipwa, tumekuja kwa ajili yake, tuko hapa tunyenyekea. Leo usujudu, uamke, utawadhe, uweke viatu, uje uswali, kisha waomba hukubali. Ichunguze ile dua yako na mushkili, yale unaomba yako na mushkili huko. Lakini ukiomba kile kinachokusibu wewe 100% utapata. Haya ndio matatizo makubwa tulionayo katika umma wa Kiislamu. Dua unaomba ni ndefu sana, lakini unachokipata kidogo na sicho kilichokiomba. Umeomba kazi, umpata kazi ya kimshahara mdogo, waona sio ile dua niliyotaka. Hawaomba kuongezewa mshahara, umeongezewa mshahara, hulipi miezi 6. Waona unaomba nataka nipate rasilimali nianze biashara, umpata rasilimali, biashara duka umefungua, wateja wengi. Lakini turudi pale pale, tunamhitaji Mola wetu sisi. Hizi hali za maisha zinazokwenda, hii dunia imetengezwa ama wanaitengeza dunia watu wasimjue Mola wao. Na angalia kitu cha kwanza ni kitu gani? Binadamu au Muislamu, awwal wajibi ala al-abidi ma'rifatu al-ilahi bitawhidi, au awwal wajibi ala al-insani ma'rifatu al-ilahi biistiqani. Jambo la kwanza wake zetu tutakiwa tuwafundishe, watoto wetu kuwafundisha ni kumjua Mola wao. Sisi hatumjui Mola, especially yule aliyezaliwa Uislamuni ndio hamjui Mola zaidi. Iko kinyume.
Sisi huona unzaliwa kwenye Uislamu, baba Muislamu, babu Muislamu, wewe Muislamu, watoto Waislamu, basi huona mjua Mungu sana. Lakini ukamtukua mtu yote muulize Allah nani, atakwambia Mungu tu. Nani? Kumweleza Mola wako nani, mpaka yule non-muslim, yule asoko Muislamu aelewe Mola wangu nani. Na hii ndio ilikuwa tauhidi ya kwanza kwa kila mtume, wamjue Mola wao nani. Sisi hatumjui Mola, na utaona kwa hizi vitendo zetu ndio utajua wazi sisi hatumjui Mola wetu. Nabii Ibrahim alayhi salam, na kwa mfano wa namna anavyojua kuomba Nabii Ibrahim, lakini kule kujua kuomba ni kwamba alimjua Mola wake nani, na alifundishwa na Mola wake mwenyewe, na sisi tumfundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa kule kwamba hatumpendi mtume, hatumtaki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio tumeingia kwenye mitego ambao kwamba hata kujitatua hatuwezi. Nabii Ibrahim alikuwa ni mmoja katika mitume, alikuwa hawezi kula bila mgeni. Anapokula chakula ama akiandaliwa chakula, huhakikisha amepata mgeni amekula naye. Iko darasa kando ya fadhila ya kula na mgeni, tuache huko kwanza. Sisi tunamtaka huu Nabii Ibrahim alayhi salam kwa sababu ndio mila yetu, tradition yetu imetoka kwa Nabii Ibrahim alayhi salam, mafunzo yetu yote ya kutoka kwa Nabii Ibrahim alayhi salam. Lakini Nabii Ibrahim yuko mbali, yuko kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. So ukitukua kwa Mtume tayari ushalenga kwa Nabii Ibrahim alayhi salam. Siku hiyo Nabii Ibrahim alikwenda stage kule mahali ambapo kwamba kuna wasafiri, apate mgeni wa kula naye. Basi Nabii Ibrahim akapata bwana mmoja hana makao, akaona, akazungumza naye, kama twende nyumbani, karibu nyumbani. Akamchukua Nabii Ibrahim akaja naye mpaka nyumbani. Kitu cha kwanza alichomwandalia, akamwandalia chakula. Nabii Ibrahim alayhi salam alipomwandalia chakula yule bwana, kumbe alikuwa kwenye dini ya majusi, kuabudu moto. Hajui kuna Mungu wala hamjui huyu Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim naye hajui dini gani. Aliona mtu wa kawaida, akamtukua, ile sura zake zikampendeza, kaja naye nyumbani. Yule bwana akaanza kuomba kabla hajaanza kula. Nabii Ibrahim alayhi salam akamuuliza, wewe dini gani? Hayo maneno unayosema hayalingani na mimi, wewe dini gani? Yule akamwambia, mimi ni majusi. Nabii Ibrahim alayhi salam akamwambia, hasimama, hatukua mzigo wako. Akamfungulia mlango, akamwambia, nenda zako. Yule bwana kwake si shida, umenikurudisha ni wewe, umenitoa nyumbani kwako ni wewe. Akashika mizigo yake akatoka. Hapo hapo Jibril akaja akamwambia, salamu yukribuka salam, kwamba salamu Mwenyezi Mungu mwenyewe yakusalimia. Kisha kwambia huyu bwana huyu majusi kwa muda wa miaka 40 yuabudu moto na Mwenyezi Mungu yampa riziki. Na riziki yako moja tu hutaki kumpa. Narudi pale pale na kuonesha sisi Mungu hatumjui. Hizi jeuri tunazozifanya barabarani, majumbani, makazini, hatujamjua Mola wetu nani. Nachunguza wale wingi wetu sisi hatujamjua Mola nani, ni tulozaliwa kwenye dini ya Kiislamu. Tumechukua advantage. Wazazi ukiamka yuwaswali, yuwafunga, umeinukia dini, umeijua. Uko umuhimu wa kumjua Mola wako. Tukimjua Mola wetu hatutoishi maisha haya tunaoishi ya kuchukiana, ya kutopendana, ya kutosaidiana, ya kutoshirikiana. Hatushirikiani sisi. Ile washawirhum fil amri, kutoka kwa mashekhe mpaka kuja chini huko, mambo yamebadilika. Mtoto hamjui baba, baba hamjui mama, mama naye hamjui mumewe, na watoto hawajui wazazi wao. Ikiwa teknoloji imekuja
huna njia wewe ya kutomjulia hali babako. Simu ziko mikononi, mitandao iko, lakini utaona vile vile kijana pengine amemaliza mwezi mzima hamjui hali ya babake. Turudi kule kule kwa Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim akawa yafundishwa, wewe huyo Mkristo yuamshirikisha Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni Allah, wewe mkasirikia wewe hufai na mimi kumkasirikia. Sisi twafaa kufanya urafiki naye yule, tumlete kwenye dini ya Kiislamu. Wa kumkasirikia ni Allah mwenyewe, naweza kumuondoa tu kesho. Lakini kwa nini ampa umri mrefu? Wampa umri mrefu kwa sababu wewe na mimi tuwe hatuna kesi kwa Mwenyezi Mungu pale tunapoingia motoni. Mwenyezi Mungu asitujalie. Hawa watu tumewekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kazi yetu sisi ya kuongoza, lakini sisi tumeiwata ile kazi ya kuongoza ambayo kwamba yetu sisi tuntukwa kazi ya Allah. Wajua kazi ya Allah ni kuhukumu. Sasa sisi hatuongozi, sisi tuhukumu. Huyu kafiri, wewe waswali, wewe utaingia motoni, wewe swala yako sio hiyo, kazi ya Mungu haikuhusu wewe. Wewe yule hajui kuswali, tafuta hikma na njia namna gani ya kumongoza mwenzetu. Haswali vipi ataingia msikitini? Huyu mwenzetu afanya hivi vipi tutamlekeza? Huyu hasikizani na mke wake vipi tutamfanya asikizane na mke wake? Hizi ndo kazi zetu sisi, lakini tumejitwika kazi ambazo kwamba si zetu, ni za Allah. Nabii Ibrahim alayhi salam, hiyo si kazi yako wewe. Mpe chakula, mpe dawa. Nabii Ibrahim ikabidi akamwita, akampa chakula, akamwedhea, akamweleza. Baada ya kumwomba msamaha, yule bwana akasilimu. Lakini yote nakupa tu ile picha ya Nabii Ibrahim alivyokuwa akilelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumjua Mola wake nani. Angalia, Nabii Ibrahim alayhi salam alikwenda kuwavunja wale masanamu, kavunja masanamu yote, kisha akatoa kile kishoka, akamwacha yule mkubwa akamwacha juu ya platform, kisha akamwekea kishoka kimoja. Basi jamaa wakiingia kwenye ile temple, ile kanisa, wakakuta masanamu wote wamevunjwa isipokuwa ile mkubwa. Sasa ikawa mfalme akaitwa. Mfalme alipoitwa akauliza, man faala hadha bialihatina, huyu alifanya hichi kitendo nani? Kuua waungu wetu. Wakafikiria pale first suspect, mshukiwa wa kwanza Nabii Ibrahim. Jamaa akasema huyu Nabii Ibrahim, huyu kijana, kuna kijana yuaitwa Ibrahim, huyu ndio anayewatukana waungu wetu, huyu ndio suspect wa kwanza, mshukiwa wa kwanza ni huyu. Akaagiziwa aitwe, akaitwa. Ibrahim alayhi salam alipoitwa akaulizwa swali rajogo, wewe ndio uliowavunja hawa waungu wetu? Na Ibrahim akaangalia wale watu kwanza waliokuwa pale, kisha akaangalia wale masanamu, kisha akamwangalia yule mkubwa ana kishoka, akaambia, si ni huyu ndio alifanya? Kwani nyinyi hamuoni hawa wamevunjwa na kishoka, na ili shoka alionayo ni huyu? Kwa nini mniuliza mimi? Si ni huyu ndio alifanya? Wakakaa wakafikiria, kisha Nabii Ibrahim pale ndo akachukua advantage, akaambia, basi nyinyi fasaluhum, muulizeni huyu, ikiwa yawazungumza basi atakuwa mkweli Mungu, muulizeni. Wale jamaa wakafikiria, wakaona kwamba huyu atupeleka njia nyingine, ataka kutuatisha tusiabudu wa masanamu. Harriquhu wansuru alihatakum, mchomeni. Kukakusanywa kuni kwa muda mwezi mzima. Yani ilikuwa wao hamu yao ni kummaliza awe jivu Nabii Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim ankatu wametulia tu. Alladhina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Wale watu ambao kwamba maaulia Allah, wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, marafiki wa Mwenyezi Mungu, huwa
hawatingishiki na misukosuko ya kidunia. Wajua hizi imani zina daraja. Baada ya kuwa Muislamu, sote si Waislamu, lakini waumini si sote. Wengine hapa si waumini, ni Waislamu jina tu. Kuja kwenye daraja ya muumini, kuja kwenye daraja ya mchaji Mungu taqi, kuja daraja mpaka ufikie kwenye walii, hizi ni darajati ziko hizi. Sasa baada ya kuwa Muislamu, swali sana wewe uwe muumini, ila kad aflaha almu'minun, uwe katika ile daraja ya muumini. Nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa ametulizana, hana haraka, na hii ni tabia mpaka tarehe ya leo iko kwa wale watu wema. Haya matingisho, shida za kidunia, hata ametulia tu, anajua wazi Mungu yuko na mashida yangu itatatuka. Hahitaji binadamu, yomhitaji Allah peke yake. Jamaa wakakusanya kuni, moto ulipowashwa ule wa kuingia Nabii Ibrahim, ikawa hawezi Nabii Ibrahim alayhi salam watu kufikia ule moto wamwingize. Ikawa sasa wafikirie namna gani tutamuingiza Nabii Ibrahim alayhi salam motoni. Basi akaja Ibilisi, tarehe ndefu, akawafundisha namna gani ya kumrusha Nabii Ibrahim mpaka kuingia kwenye moto. Sasa Nabii Ibrahim alayhi salam yuwarushwa, yuko kwenye njia yuenda kwenye ule moto. Baina ya kurushwa yeye Nabii Ibrahim, hii dialogue, hii communication ilipatikana baina Nabii Ibrahim kurushwa kwenda motoni, ndio ilipatikana communication hii yeye na Jibril alayhi salam. Uelewe namna gani mawasiliano baina ya mja na Mola wake yalivyokuwa faster, yalivyo na mbio zaidi, yani ya haraka zaidi. Mwenyezi Mungu kabla hujasema, Mwenyezi Mungu ashaipitisha. Hata ukitaka kutuma ujumbe, message ile kwenye WhatsApp hizi, basi ukibofa jamaa shaipata. Basi hiyo si kitu kwa Mungu. Kwa Mungu hujapeleka kidole, shapitisha. Na sisi ona ni maendeleo yale ya kizungu, maendeleo tuloletewa ya kwamba wapeleka ujumbe, mtu yuko Amerika, wewe uko Tanzania, mtu yuko Kenya, wewe uko Tanzania, ule ujumbe ukiutuma haujabofa vizuri, ujumbe umemfikia. Kwa Mwenyezi Mungu basi ni haraka zaidi ya hivyo. Nabii Ibrahim alayhi salam akawarushwa, Jibril akaja. Alipokuja akamuuliza, uko na haja nikusaidie? Nabii Ibrahim alayhi salam akamwambia, sina haja naye, ikiwa shida kwako, yani wewe utatulia, sina haja naye. Sikiza maneno aliyozungumza Nabii Ibrahim alayhi salam. Akamwambia, haya kwangu mimi sina haja, je kwa Mola wako Allah jalla wa ala? Akamwambia, ikiwa ni kwa Allah, hasbiya min suali ilmuhu bihali. Ashaomba kuisha. Sasa tuulize wewe, omba wewe, ungeomba maneno wewe mpaka mengine kageuka, badala upate mazuri ikasa pata mabaya, yale maneno utakapoyapanga. Nabii Ibrahim alisema maneno hili tu, na utaona katika maneno anasema Nabii Ibrahim alayhi salam kama hakuomba kitu, lakini ameomba hasbiya min suali ilmuhu bihali. Elimu yake Allah yajua shida yangu, kwa nini muombe? Galile lugha aliyotumia na lugha ya hali ya juu. Mimi na wewe pengine tunaweza tukasema usiseme wewe mpaka utamke, lakini Nabii Ibrahim alifika kwenye level amwambia Jibril alayhi salam, wajua Mwenyezi Mungu alisema nini? Kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ule moto Mwenyezi Mungu aliomba ule moto usizimike vile vile waka, lakini utakuwa baridi tenye yenye amani. Kwa nani? Kwa mtu mmoja tu, kwa huyu Ibrahim atakaingia. Hakusema mmoja katika wanazuoni anasema, lao angesema hakutaja Ibrahim Mwenyezi Mungu, ingekuwa moto haumchomi yoyote, kwa ile kauli ya Mwenyezi Mungu moja tu peke yake. Lakini kwa Nabii Ibrahim peke yake, Nabii Ibrahim akaenda akaingizwa mpaka kwenye moto. Wajua ile nadharia yetu sisi ni kwamba alikuwa asifike kwenye moto, aliingia kwenye moto. Jamaa wiki nzima wasubiri
waone jivu na Nabii Ibrahim. Moto ukimalizika, umwona Nabii Ibrahim ankaa kwenye kiti, meza imewekwa matunda kutoka peponi, antulia tu hadi maneno hasbiya min suali ilmuhu bihali, Mwenyezi Mungu ajua. Hawa ndio watu walikuwa wajua kuomba. Nabii Suleiman alayhi salam, tenda nirudishwe. Nabii Suleiman alayhi salam, ukimtaja Nabii Suleiman watu wote wanafikiria ule ufalme wake kuliko utume wake. Watu wengi, hata Mayahudi wakampa jina na King Solomon. Mayahudi hawaamini kama ni mtume, wao wanamuita king. Nabii Suleiman kwa king. Na hata si Waislamu, baadhi yetu wengi humtukula Nabii Suleiman wakausoma ule ufalme wake kuliko ule utume wake. Lakini Nabii Suleiman alayhi salam, yale aliyokuwa nayo, ufalme aliokuwa nao Nabii Suleiman, hakuna binadamu atakayekuja duniani awe mfalme kama Nabii Suleiman. Hakuna. Ama tajiri wetu tulionao ulimwenguni, sijui top 3, top 4, wachana nao, hawana ufalme. Hawana ufalme kabisa. Utajiri ni wa Nabii Suleiman alayhi salam aliokuwa nao, hakuna atakayekuja baada yake. Lakini angalia dua aliyoomba. Kwanza mwambie Mwenyezi Mungu, Rabbi ighfirli, Mola wangu kwanza samehe. Kwanza nisamehe, wa habli mulkan, kisha ndio ufalme. Angalia adabu ya kuomba dua. Leo ukiomba waomba tu, Mungu nipe, Mungu nipe. Omba msamaha kwanza. Jana wewe umfanya makosa. Wewe umemkosea mzazi wako, umemkosea mkeo, umekosea wanao, wewe mtoto umemkosea babako. Kisha omba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nijalie mpate kazi. Kwanza siombe msamaha yale uliyofanya makosa ya nyuma. Ndio ona matatizo ndio tunayopata sisi. Hizi shida nyingine tunazipata ni radhi tu za wazazi. Kazi umeomba umepata, lakini sasa huku radhi huna, bado una shida. Kazi una shida una. Jiulize tu, mamangu mimi nilikuwa na hali gani? Babangu mimi nilikuwa na hali gani? Utajipima wewe mwenyewe, utajijua shida zangu ziko wapi. Lakini Nabii Suleiman alayhi salam, Qur'ani atufundisha kwanza aliomba msamaha. Ikiwa Rabbi kwanza, haya ninaomba ni makosa, nishakuomba msamaha, sasa nipe. Sasa Nabii Suleiman, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuje kwa Nabii Ayub alayhi salam. Hakuna mtu atakayepata maradhi, atakayeonjwa katika masala ya magonjwa afikie daraja ya Nabii Ayub alayhi salam. Hakuna. Si maradhi yetu tulionayo ni maradhi hafifu tu, tena ni maradhi ambayo kwamba tumeyabuni wenyewe. Hata si maradhi, sisi tuabuni maradhi wenyewe. Tukiingia kwenye maabara, laboratory, maradhi yakatengezwa na dawa zikafichwa, dawa watu wakaumia, kisha dawa zikauzwa, watu wakatajirika. Huwezi kufananisha maradhi yetu na Nabii Ayub alayhi salam. Nabii Ayub alipata maradhi ya ajabu sana. Na tena kusema Nabii Ayub alayhi salam hatumfikii sisi ni kwa sababu moja, kwa sababu Nabii Ayub alayhi salam alikuwa na uwezo wa kuomba dua aondoshewe maradhi, lakini haombi. Yule mke wake alimhudumikia Nabii Allah Ayub alayhi salam kwa muda mrefu sana. Riwaya nyingine yasemekana zaidi ya miaka 18 alikuwa akimhudumikia mume wake, mpaka mwisho akamwambia mume wake, amwambia, kwa nini humuombi Mwenyezi Mungu akakuhafifishia maradhi haya yako ulionayo? Nabii Allah Ayub akamuuliza, ni muda gani wa miaka niliishi sahihi na siha yangu health kali? Akaambia 52. 52 ameishi mzima. Akaambia, na magonjwa yangu miaka mingapi sasa? Akaambia 18. Akamwambia, naona haya kumwomba Mwenyezi Mungu, ngoja mfike 52. Kifika miaka 52 pale nitamwomba Mola wangu. Lakini ilibidi amwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya yule mke wake shida, ameshindwa mpaka kitu cha kumlisha, akaenda kauza nyele zake. Pale ndio ikabidi Nabii Ibrahim alayhi salam, sasa imefika wakati wa kuomba dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
basi alisema maneno machache tu, wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Basi maneno machache tu. Mimi na yeye tutaomba dua usiku mzima mpaka ile dua itakayoiharibu. Maneno machache tu, lakini yale maneno yamena maana, yana uzito kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, 100% atakukubalia. Na hizi ndio adabu za kuomba dua. Narudia tena, sisi tumhitaji Allah, na Mola wako kumpata ni kupitia dua. Na ndio kaona mashekhe zetu Ahlus Sunna wal Jamaa namna gani wanavogelea kwenye adhiya hizi nyuradi. Kuna wirde kabla alfajri, wirdu baada alfajri, wirdu baada salatu dhuha, wirdu baada kabla salatu dhuhri, wirdu kabla baada salatu dhuhri, wirdu kabla alasri, wirdu baada alasri, wirdu kabla almaghrib, wirdu baada almaghrib, wirdu kabla alisha, wirdu baada alisha. Zimpango kabisa, ziko tofauti tofauti. Sikia utasikia kuna Ratibul Attas, Hizbun Nasri, Wirdul Latif. Zote hizi wamezipanga hawa tukurubie kwa Mola wetu. Hawakuzitunga hizi dua, ni compilation tu. Wamekusanya dua zile za Mtume wakaziweka mahali pamoja. Soma hizi dua, zitakuondoshia wewe mashari. Lakini ikipigwa salamu wahisi kwamba wewe huhitaji kwa kitu chochote. Piga salamu hivi. Kiangalia hivi wenyewe, ukipiga salamu hivi, imamu akipiga hivi, jamaa ndo ashatoka. Amekuwa mtu wa kwanza, mtu wa mwisho kuingia msikitini na wa kwanza kutoka msikitini. Ambao ni kinyume, yule anayependekezwa kwa Mwenyezi Mungu ni awwalu dukhula, yule anaingia mwanzo msikitini, wa akhiruhum, na yule wa mwisho akatoka msikitini. Huyo ndo anayependekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nakupa tu picha ya hawa watu waliojua kumuomba Mola wao nani. Tujifundisheni kuomba, na kuomba kujifundisha ni kupitia kwa watu wema. Mimi na wewe hatujui kuomba. Narudia tena, Muislamu ni dua, na dua ichukue dua kwa watu wema, kwa mitume. Nakwambia Nabii Ayub maneno matatu. Wewe utaomba dua ngapi maradhi yako yakuondoke? Ni dua ngapi unazoziomba? Lakini utaona kunao matatizo. Kwa nini magonjwa diabetic? Toka nini? Ya mtu akwambia bwana, mimi magonjwa ya kisukari niko nayo muda miaka 30. Hutaki kupona? Nataka kupona. Omba dua. Magonjwa hayaondoki. Hayaondoki vipi magonjwa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ametuthibitishia hakuna magonjwa isipokuwa na tiba. Hakuna magonjwa. Huu ni ujanja tu wanatudanganya, ni ujanja wa kibiashara kwamba maradhi ya kansa hayana dawa. Ina dawa. Siku atakapotaka atazitoa dawa. Ukimwi hauna dawa, una dawa. Corona ina dawa, ina dawa. Kila magonjwa tutakayoita magonjwa dawa yake ipo. Tatizo na hatuijui ile dawa yake. Lakini sisi tuko tu pale kwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba tutukue hizi dua kupitia kwa maneno ya watu wema. Kuna watu wajua kumwomba Mwenyezi Mungu. Ukiyasikia tu yale maneno yao, wewe utajua kweli hawa watu bwana, hata Mwenyezi Mungu alikuwa wapi. Ile raha na mtiririko wa watu kuomba. Sasa tatizo ni kwamba sisi hatutaki kupokea zile dua ambazo kwamba zimetoka kwa watu wema, ukajifanya una dua zako wewe. Ahlan wa sahlan, hatujakataa. Lakini suala tu na kurudia tena, hizo dua ulizozipanga wewe, una hakika wajua kumwomba Mola wako? Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa mwisho, alipokwenda Isra wal Mi'raj, basi katika kuomba kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nabii Allah Adam ulipuliza roho yake, Nabii Allah Adam akasujudiwa na malaika kwa amri yako, Nabii Ibrahim akawa ni rafiki yako. Zote hizi Mwenyezi Mungu ndo amewapatia.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nabii Allah Musa akani mzungumzaji wako, na Nabii Idris alayhi salam ukamuinua, Nabii Allah Isa alayhi salam ukampa ufalme, na ufalme uliompa Nabii Allah Isa alayhi salam ni ule akiona maiti aweza kumwombea dua akainuka. Nabii Suleiman ukampa ufalme akaweza kumiliki vile ulivyomkubalia wewe amiliki. Hebu tukome hapo. Wewe jua utaona ni khutba hii, lakini mtume waomba hii dua, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kimomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa nadharia yetu sisi utaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kilalamika, pengine wa complain, au pengine mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yazungumza tu, lakini la, Mwenyezi Mungu akamwambia kad takhattuka habiba. Hayo yote aliyosema wewe kipenzi changu, basi imemalizika. Hakumwambia Rabbi basi nijalie mimi kipenzi chako. Kana ile lugha ilivyotumika na mtiririko wa mazungumzo ilivyosoma. Una watoto wawili wewe, wenda safari, ukawachukua wote wawili, yule mmoja ukamuuliza wataka nini nikija kutoka safari nikuletee? Yule mmoja akakwambia mimi nitaka uniletee gari, mimi nitaka uniletee mkoba, mimi nitaka uniletee viatu, mimi nitaka uniletee mobile. Hamdu kaandika kabisa, usisahau viatu na bangapi. Yule mwingine akakwambia kile upendacho baba niletee. Sikiza lugha hiyo. Sasa wewe mwenyewe utapima nani aliomba vizuri hapo. Huyo utasema hakuomba, lugha ile. Kile baba unachokipenda wewe niletee. Huyo anataja listi karibu 10. Na ndio hii hali ambayo kwamba tulionao. Hili njibu wewe mwenyewe utakuwa nalo. Kipimo hiki kikiwa kwa watoto wako, je, Mwenyezi Mungu kwetu sisi kiko namna gani? Lakini mpaka tujue Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha dua kabla ya kulala. Dua baada ya kulala, ukiamka useme nini? Dua umeota ndoto mbaya utasema nini? Ukashtuka. Dua baada ya ndoto nzuri utasema nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha dua ukitoka nyumbani wasema nini? Ukirudi nyumbani utasema nini? Ukimwona Muislamu mwenzako watakiwa umwambie nini? Yote dua. Ile kumwambia mwenzako tu assalamu alaykum wa rahmatullah, dua ile. Lakini sasa tumeiwata, tuna salamu shikamoo, salamu nyingine hata mwenyewe utashangaa. Ukitokisoirisha good morning, good morning, asubuhi njema. Njema vipi? Mimi sijala. Njema vipi asubuhi hii na mimi nimeteta nyumbani na mke wangu? Lakini pale unampompa amani, kwa hata ikiwa kuna matatizo, Mwenyezi Mungu atakubariki. Kwenye ni matatizo ataingia baraka yaondoke. Lakini ile salamu sisi tena ni thawabu, zile dua baada ya kutuwekea Mtume na zile salamu pia ni thawabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia na yotuambia, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, siwajulishi nyinyi Waislamu kuna jambo mkilifanya mtapendana? Masahaba kama Rasulullah tuambia ifshu salama bainakum, pianeni salamu. Lakini sisi zile salamu kuzibadilisha ndio imekuwa badala ya kupendana tumekuwa na chuki, kwa sababu hata ile salamu pia sisi tumeibadilisha, ambako ile salamu yenyewe ni dua. Sayyidina Ali radhiallahu anhu, maneno haya nikumbusha yeye na Sayyidina Umar radhiallahu anhuma. Sayyidina Umar alikwenda kumshtaki Sayyidina Ali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, huyu Sayyidina Ali mimi na mashtaka yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza washtakia nini? Akamwambia nashtaki kwamba kila nikipishana naye tukikutana mimi ndio ninaanza salamu, yeye hanianzi salamu. Ngale mahaba ya watu wanapopendana. Kisha uangalie namna gani sisi tunavyochukiana. Sikukuibia, sikuchukua haki yako, sikukufanyia ubaya, wanichukia. Na hata kama mmekufanyia ubaya, lakini ndio ile silman qat'ak. Moja katika ile tabia yetu ya Mtume Muhammad
kubwa ya juu. Sil man qata, yule anayekufanya mabaya wewe mfanyie mazuri. Hapa Mtume alikoondoa ile nadharia tit for tat, mtu ankufanya mabaya nawe ni lazima mfanye mabaya. Hakunialika harusi yake na mimi siende, ndugu yako tu, maadamu hakunialika mimi siende, maadamu amefanya hivi na mimi mpaka nimfanyie. Haya Mtume akayaondoa. Kwa sababu gani? Tu create ile mahaba, tupendane, tupeane udhuru, huyu ana hili, huyu ana hili, ana hili. Lakini ile mahaba yetu muhimu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, muhimu kwa mujtama na kuendesha Uislamu. Kuna wewe kunichukia mimi hakupunguzi kitu kwenye Uislamu, lakini kwa punguza imani zetu sisi na ile nadharia ya dini ya Kiislamu. Saidina Umar radhiallahu anhu akaenda kumshtaki Saidina Ali, akamwambia, ya Rasulullah, kila nikipishana naye huyu tukikutana, kwa nini nianze mimi salamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Saidina Ali radhiallahu anhu, kwa nini Saidina Umar radhiallahu anhu yeye ndo anayekuanzia, wewe humwanzi? Akamwambia, Rasulullah, mmekusikia wewe ukisema man badaa akhahu bisalam bana Allahu qasrun fil janna fa aradtu an yabda'uni Umara liyakhudhu tilka alqasr fil janna. Asema, ninakusikia wewe Mtume ukisema Waislamu wawili wakikutana, yule atakayeanza kumpa mwenzake salamu, Mwenyezi Mungu anamjengea nyumba kwenye pepo yake. Mimi nikianza nitajengewa mimi nyumba kwenye pepo yangu. Sasa mimi nataka siku zote Saidna Umar aanze apate. Haya ndo mahaba, hawa ndo maswahaba. Mazungumzo sisi madaia tukipewa nafasi kupita mipaka, ukataka bila kulekezwa na kusimamishwa, huenda tukafika mpaka alfajiri. Lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu aliyetujalia tukafikia hapa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa haya tuliyosema. Ikiwa ni yetu sisi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au hata kwenu nyinyi itakuwa ni makosa yetu sisi wenyewe, lakini inshallah ikiwa ni manufaa na yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tuyachukue, tuwafanyie practically, tuwafanyie kazi mambo kama haya. Lakini tujue turekebisheni dua zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu huwaona haya kumkataza mtu kile alichomuomba. Ni matatizo ni yetu sisi kwa kwamba hatukuomba au hatuombi vile inavyotakikana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan, tunakuwa na maswala matatu, naomba tusikatize. na kudalili chache kabla ya sababu, naomba kuahidi kisha tumalizie masuala matatu inshallah. Shukran. Na pia tutamaliza masuala matatu inshallah.